Mvutano katika Mashariki ya Kati umeingia hatua mpya tena baada ya Iran kutangaza kufunga tena mlango Hormuz, moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, ikidai kuwa Israel imekiuka makubaliano ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Tehran na Washington. Katika taarifa iliyotangazwa na makao makuu ya kijeshi ya Tam al-Anbiya, Iran imesema hatua hiyo ni jibu la awali kwa kile ilichokiita ukiukwaji wa ahadi uliofanywa na upande wa adui kupitia mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Tunatangaza rasmi kuwa mlango wa Hormuz umefungwa kwa meli zote. Hii ni hatua ya kwanza ya kujibu ukiukaji wa makubaliano uliofanywa na adui. Ikiwa uchokozi utaendelea, hatua nyingine zaidi zitachukuliwa ili kuwalazimisha kutekeleza wajibu wao, ilisema taarifa hiyo iliyosomwa kupitia televisheni ya taifa ya Iran. Tangazo hilo limeibua wasiwasi mkubwa katika masoko ya kimataifa kutokana na umuhimu wa mlango Hormuz katika usafirishaji wa mafuta na gesi kutoka Ghuba ya Uajemi kwenda sehemu mbalimbali duniani. Baada ya tangazo la Iran, jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya Marekani CENTCOM lilisema linaendelea kuwa katika eneo la mlango Hormuz kuhakikisha makubaliano yaliyofikiwa yanaheshimiwa. Vikosi vya Marekani vinaendelea kuwepo na kuwa macho kuhakikisha vipengele vyote vya makubaliano na Iran vinazingatiwa, vinatekelezwa na vinaendelea kufanya kazi kikamilifu, CENTCOM ilisema katika taarifa yake. Kauli hiyo inaashiria kuwa Washington bado inajaribu kuzuia hali ya mambo kurejea kwenye mzozo mkubwa wa kijeshi licha ya hatua za Iran kufunga njia hiyo muhimu ya kimataifa. Wakati huo huo, taarifa kutoka Israel zinaeleza kuwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu pamoja na Waziri wa Ulinzi Israel Katz wameagiza jeshi la Israel IDF kusimamisha mashambulizi nchini Lebanon. Kwa mujibu wa Channel 12 ya Israel, uamuzi huo umefikiwa baada ya uratibu kati ya viongozi wa kisiasa wa Israel na Marekani. Hata hivyo, chanzo hicho kinasema kuwa Israel haina mpango wa kuondoa wanajeshi wake kutoka kusini mwa Lebanon. Awali IDF ilisema itaendelea kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini itaendelea kuchukua hatua dhidi ya tishio lolote linalolenga Israel au wanajeshi wake. Licha ya agizo hilo, vyombo vya habari vya Lebanon vimeripoti mashambulizi kadhaa ya Israel yaliyoendelea katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la taifa la Lebanon NNA, shambulio la anga la Israel katika mji wa Sahmor ulioko bonde la Bekaa lilipiga nyumba ya familia moja na kusababisha vifo vya watu 4. Mtu mmoja alijeruhiwa katika shambulio hilo, huku taarifa zikisema mtoto mmoja bado alikuwa amekwama chini ya vifusi wakati timu za uokoaji zikiendelea na juhudi za kumtafuta. Nalo jeshi la Israel limesema mashambulizi yake yalikuwa majibu ya kile lilichokiita ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na Hezbollah. Kwa mujibu wa IDF, wapiganaji wa Hezbollah walirusha takriban makombora na milipuko 50 dhidi ya wanajeshi wa Israel waliokuwa